Zao la pamba kwa mujibu wa sheria linasimamiwa na bodi ya pamba. Kwa bodi ya pamba ana taratibu zake za usimamizi ule wa lile zao ili kuhakikisha kwamba linafuata taratibu zote na tunapata masoko ya uhakika, lakini pia pamba inakuwa safi ili kuwa na uzalishaji endelevu wa zao la pamba. Sasa kwa muktadha huo ni kwamba inapaswa sasa kujitathmini sisi viongozi wa vyama kuhakikisha kwamba akaunti zetu sisi, akaunti za vyama zinakuwa ziko active kwa ajili ya kupokea fedha na kufanya malipo. Kuna baadhi ya vyama akaunti zao hazipo active, ziko dormant. Kwa hiyo mchukue hatua sasa mapema kuziactivate zile akaunti zenu ili ziweze kupokea fedha na kuanza kufanya malipo. Lakini pia mtumie fursa hii kuwashawishi wale wakulima sawa, kuwahamasisha na kuwashawishi kufanya matumizi ya akaunti, kwa sababu mbeleni kwa msimu ujao ambao tunaenda nao hakuna malipo ya taslimu ambayo yataruhusiwa. Msimu ujao malipo yote yatafanyika kupitia akaunti za simu pamoja na akaunti za benki. Sisi katika maelekezo ya leo tumeweza kuona kwamba wanachama wetu wakulima wanabidi wakate akaunti za benki au akaunti za simu, namba za simu, ili waweze kufanya malipo kwenye akaunti zao, na hisi itatupunguzia hasara kwa sisi viongozi wa chama, kwa sababu tunapopata hela taslimu inakuwa na changamoto, na kwa wakulima wetu tutawasaidia kuweza kutunza hela zao, watakaanza kuchukua taratibu ili kuepukana na mambo magumu na vishawishi, wizi, vitu vingi ambazo ukiwa na hela mkononi inakusababishia mambo mengi. Ukiwa kwenye akaunti au kwenye simu yako inakuwa inaweza kujilinda vizuri na kuitunza. Nafikiri wanaamposi wengi mnalifahamu, lakini vile vile ningependa kutoa rai kwa viongozi wa AMCOS. Matumizi ya akaunti sasa hivi yanatumika katika kila sekta ambapo sisi tunahitaji kumhudumia mkulima. Sisi tuna mikopo ya kilimo ambayo tunatoa kwa wakulima wengi hapa Igunga. Kitu cha kwanza ambacho tunakiangalia ni rekodi ya mauzo. Tunaweza tukamtaka mkulima tupatie ile risiti ya mauzo ya pamba yake aliyouza, au akatuletea benki statement au statement kutoka kwenye mitandao ya simu ili tuweze kumhudumia. Lakini kama mkulima alikuwa anapokea yale malipo kwa keshi bila kuwa na rekodi yoyote ya mauzo, anaweza akapata changamoto kwenye kupata mikopo ile.